Aprili 2 Jumatano, mwaka wa 2025. Aina mbili za wasiwasi wa Korintho wa pili 7:10. Huzuni ya kimungu huleta toba inayoongoza kwenye wokovu na hayachi majuto. Bali huzuni ya dunia huleta mauti. Kuna aina mbili za wasiwasi. Watu wengi huwa na wasiwasi juu ya vitu wanavyoweza kuona kwa macho yao. Walakini, aina hizi za wasiwasi husababisha kutofaulu. Kwa upande mwingine, kuna aina tofauti ya wasiwasi. Ukiwa na wasiwasi kuhusu mapenzi ya Mungu ni nini, itaongoza kwenye wokovu. Hebu tuangalie kile ambacho Paulo alikuwa na wasiwasi nacho. Kwanza, ilikuwa ni uinjilisti wa watu wa Kiyahudi. Badala ya wokovu, Wayahudi waliweka umuhimu zaidi juu ya sheria na tohara. Pia waliendelea kuwa na mapigano ya vikundi. Paulo alisema kwamba angekuwa tayari kutoa uhai wake ikiwa ingemaanisha kwamba Wayahudi wangeweza kuokolewa. Pili, ilikuwa ni uinjilisti wa Makedonia. Makedonia palikuwa mahali palipotengeneza vihekalu vya ibada ya sanamu na kushiriki katika kutengeneza utamaduni wa giza. Ilikuwa ni sehemu ambayo haikuwa na uhusiano wowote na wokovu kwa kuchukua sehemu kubwa ya tamaduni za Kigiriki kama zao. Pia waliathiriwa sana na Roma yenye nguvu. Paulo alikuwa na wasiwasi kuhusu jinsi ya kufanya uinjilisti wa Makedonia. Tatu, ilikuwa ni uinjilisti wa Roma. Miaka 70 baada ya Kristo, Roma iliharibu Israeli. Mnamo miaka 79 baada ya Kristo, kulikuwa na mlipuko wa volkeno ya Pompeii. Pia hadi mnamo miaka 313 baada ya Kristo, Wakristo wengi waliteswa na hata kuuawa. Baadaye, Ukristo ukawa dini ya kitaifa ya Roma, lakini bado kulikuwa na matatizo mengi yaliyotukia baadaye. Paulo alikuwa na wasiwasi kuhusu jinsi ya kufanya uinjilisti Roma. Ninyi, remnant, lazima mzingatie mapenzi ya Mungu. Unapofanya hivyo, shiriki Injili kwa usahihi na watu, hasa wazao. Sasa, anza maombi ya kuokoa ulimwengu, ombi la agano. Mungu Baba, naomba niwe na wasiwasi kuhusu jinsi ninavyoweza kushiriki Injili, hasa kwa wazao, na kama ninashikilia mapenzi yako au la. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.